Haleluya, haleluya. Na kusalimia katika jina la Yesu. Leo ni siku njema sana. Ni siku ya tarehe 16 mwezi wa 8 2026. Ni siku ambayo tulikuwa tunaitarajia sana. Kiukweli ni siku tulisubiria kwa hamu, kwa sababu kazi ya Mungu lazima iende mbele. Kama tunavyojieleza siku zote kwamba yoyote aliye tayari kuifanya kazi ya Mungu ndiye Mungu aliyemuita. Kwa mfano leo tumealikwa na mchungaji Teddy Mwakatoga mahali hapa, ana uzinduzi, ana harambee ununuzi wa vyombo vya kanisa. Peke yako huwezi, siku zote mtu mwingine anakukamilisha wewe. Kwa leo tumealikwa hapa tujaribu ingalau kufanya kwa sehemu kwa mchungaji wetu Teddy Anyitike Mwakatoga. Ni siku ya leo tulikuwa tunaisubiri kwa hamu, kama unavyoona. Ni maandalizi, nafikiri masaa machache au muda mchache ujao tunaanza kazi. Kwa hiyo na wewe kama una muda njoo tuanze pamoja. Tunaanza saa 8 ya Jumapili ya leo tarehe 16 2026. Sio muda mrefu tunaenda kuanza. Kama unavyoona hapa tuko nyumbani, mazingira fulani ya maandalizi kwa ajili ya kuelekea ibada ya asubuhi kwanza. Hebu ngoja nimuite mwingine azungumze kidogo, labda yeye ana mazungumzo zaidi kuhusiana na hili ambalo tunaendelea nalo. Karibu mtumishi wa Mungu Noah Anyitike Mwakatoga. Haleluya. Hebu sema kidogo kwa hii mic, zungumza kidogo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ninawasalimu kwa jina zuri la Yesu aliye hai. Amen. Tupo hapa kwenye ibada maalum. Nikisema ibada maalum maana yake tuna harambee ya ununuzi wa muziki au muziki. Nikisema muziki maana yake vyombo vya kanisa, muziki, kwa sababu nyakati hizi bila muziki, unajua kila kitu kina wakati. Nyakati hizi zipita walikuwa wanapiga makofi na watu wanabarikiwa, lakini saa hizi bila muziki ya mkini unaweza kawa wewe pamoja na wale waliokuzunguka, maana wanajua kwamba pana kanisa hapa, lakini walioko mbali kujua kwamba pana kanisa ni mpaka wasikie muziki. Yaani muziki ni vile watu wanaochukulia kawaida, ila muziki nao unasababisha kumhubiri mtu. Muziki ndio tumekuja kufanya harambee hapa ya muziki kwenye kanisa la Evangelistic Assemblies of God. Kanisa la Assemblies of God EAGT. Tuko hapa Igurusi Kati kwa mtumishi wa Mungu Teddy Mwakatoga. Mimi naitwa Noah Anyitike Mwakatoga au Mwinjilisti Noah. Natumika, niko Tunduma pale. Ni mshirika babangu anaitwa Asumile Resia. Kwa hiyo Mungu wa mbinguni awabariki. Ngoja nipe kidogo, pia nina huduma ya kuimba. Lijoro na ringina ukiara arimbwene anyambirire ngwende nguivuna miake. Kwa Kiswahili, Mungu anabariki mjini na vijijini, hadi yake ni ya kweli. Isema ndio, ni nani apinge? Hadi yake Mungu ni ya kweli. Jina lake limetukuka milele na milele. Akisema ndio, ni nani apinge? Yaani Mungu akisema ndio, nani apinge? Ndio maana sisi tumetoka Tunduma tumekuja Igurusi Kati kwa ajili ya kusupport hata kwa sehemu ili muziki upatikane. Ukifika wakina Noah Mwakatoga tunaweka flash, tunamsifu Mungu kupitia muziki. Wegerege. Yala kwa kumwanya kusaji. Mungu wa mbinguni akubariki. Amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Nafikiri umeona utofauti wa watu, na huyu naye Mungu amemuita kwa karama hiyo, ni mwinjilisti na mwimbaji pia. Umemuona kiukweli, na wewe muite kanisani kwako. Performance yake ni nzuri, una mikutano mikubwa. Muite huyu, atakusherehesha mkutano wako, utapenda. Na Mungu amemuita naye kwa namna hiyo. Hatufanani kiukweli kabisa. Na hata mimi pia nikimuona akiwa na hudumu na enjoy na furahi sana. Kwa ni neema ya Mungu kiukweli, hatufanani. Na huyu ndio mchungaji ambaye yuko kwenye maandalizi ya hii harambee
Njoo mama useme kidogo. Ndio mchungaji ni mwenyeji huyu hapa. Nafikiri unamuona. Sogea. Nafikiri unamuona. Huyu ndio mchungaji mwenyeji ambaye nafikiri ndio yuko kwenye pilika sasa kwa ajili ya maandalizi ya hii harambee kanisani kwake. Kanisa la EAGT Igurusi Kati. Karibu Igurusi mjini hapa. Pandisha kwa juu kidogo kuna mtaa unaitwa Maendeleo, na huyu ndio mchungaji mwenyewe ambaye ndio mwenye kusudi na ndio mwenye lengo la leo kutukusanya sisi hapa kwa ajili ya huduma hii. Hebu aseme mawili matatu, huenda na wewe utamfahamu au unamfahamu. Aseme mawili matatu, huenda nataka kukaribisha nawe pia, maana tunaanza saa 8. Tunaanza saa 8 ibada yetu ya harambee. Sema kidogo mchungaji. Bwana Yesu asifiwe. Nina kila sababu ya kumshukuru Mungu. Kweli leo ni siku ya pekee, nimeandaa harambee. Tunaanza saa 8. Kwa hiyo wewe unayenisikiliza, naomba na kukaribisha kwa jina la Yesu. Tuifanye kazi hii kwa pamoja. Ninakupenda. Karibu tujumuike. Nikikuona nitafurahi. Karibu sana. Mungu akubariki, mtumishi wa Mungu. Nafikiri mumeona sasa, huyu ndio mchungaji mwenyewe mwenyeji. Na leo ni tarehe 16. Nafikiri mapema sana tangu matangazo yameanza kwa ajili ya kukaribisha watu mbalimbali. Na nafikiri watu wengi wamekubali mwitikio na wengi watafika. Kwa hiyo ni jambo zuri sana. Ni jambo zuri na pia tunakukaribisha. Hebu kuna mwingine aseme kidogo. Comfort. Njoo useme kidogo. Kuna mwingine hapa, yeye ni mtumishi wa Mungu. Ametoka Dar es Salaam. Na yeye pia amewiwa na ameona ni jambo jema. Ameona ni jambo jema. Geuza na kamera. Kwa makini kutazama huko. Kwa makini. Haya, sasa ndio hapa tunataka hebu angalia kidogo. Na kusema. Naam. Ninakusalimia katika jina la Yesu. Tunamshukuru Mungu sana kwanza kutufikisha siku ya leo. Tunasema asante Mungu, maana sio kwa akili zetu wala ujanja wetu. Tuko hapa kwa dhumuni la harambee ambalo Bwana amelikusudia litendeke siku ya leo tarehe 16 ya mwezi wa 8. Usipange kukosa kama uko maeneo haya, mtumishi wa Mungu. Mungu ni mwema sana, tunamshukuru kwa sababu anatutetea. Asante pendwa mtazamaji unayetutazama, ndugu msikilizaji unayetusikiliza. Mungu akubariki sana. Barikiwe mno. Asante sana. Ngoja nirudishe maiki kwa mtumishi wa Mungu aweze kuendelea na ratiba zilizoko mbele. Ubarikiwe sana. Angalia, haya ndio maandalizi yenyewe tunaendelea nayo. Hebu tazama, nafikiri nyanya zinakatwa hapa. Watu watakula hapa. Kila kitu kitafanyika hapa kama unavyoona. Tazama. Angalia jikoni huko vinaiva mwenzangu. Kwa ukija hapa hautarudi na njaa. Utarudi umeshiba. Chakula kinapikwa hapa. Mtumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Njoo sogea hapa. Sogea hapa. Huyu ni mzee wa kanisa. Wa mazingira hapa, huenda naye ana neno la kusema kama tulivyozungumza. Tuna harambee ya ununuzi wa vyombo vya muziki kanisani. Na hili jambo lilisubiriwa, sasa hatimaye siku imefika tarehe 8. Tarehe 16 mwezi wa 8 2026. Tunatarajia kulifanya sio muda mrefu. Angalia jikoni huko vinaiva hapa. Geuzia kamera kule. Ndio vinaiva hapa, pilau zinachomwa hapa. Pilau zipo kuiva hapa, nafikiri kwa ajili ya maandalizi hayo. Unasogea na kamera. Kama unavyoona. Haya ni maandalizi ya siku ya leo. Tumejipanga. Wenyeji wamejipanga, wazee wa kanisa wamejipanga, wakina mama wamejipanga kwa ajili ya huduma. Wanahitaji mchango wako, maana mchango wako ndio kufanikisha kazi ya Mungu. Tunazungumza hivi kwa sababu wanasema kidole kimoja hakivunji chawa, kwamba mmoja akichangia, mwingine akifanya, kazi ya Mungu inakuwa nyepesi. Maana Biblia inasema sisi tu viungo katika kujenga mwili wa Kristo. Hebu sema kidogo mtumishi wa Mungu, labda una lolote la kusema na watumishi wa Mungu wengine. Amen. Kwanza namshukuru Mungu kwa jinsi alivyotufikisha siku ya leo ambayo tulikuwa tunatarajia kwa hamu sana kwamba tufanikishe
kwa ajili ya kanisa hii ya IGT Gurusi Kati kwa mchungaji Teddy Mwakatoga kwa ajili ya harambee hii kwamba tupate vyombo kwa ajili ya injili ya Bwana ili kutusaidia hapa kanisani tunapoweka mikutano na mambo mengine ambayo endelea kuwepo hapa kanisani. Kubwa na kilio chetu sana ni tupate vyombo kwa ajili ya injili ikiwemo bezi, alafu speaker ile bezi, alafu na speaker, alafu na maiki tupate, alafu na ile nyingine, ili Mungu atusaidie tufanikishe katika hali ya kumtumikia Mungu mahali hapa. Kwa tunaomba sana kwa ujio wako ni mafanikio kwamba sisi Mungu atufanikishe mahali hapa Gurusi Kati kwa mchungaji Teddy Mwakatoga. Kwa kuja kwako na mchango wako ndio mafanikio yetu ya mahali hapa, na Mungu akukumbuke na akubariki unapoenda kumtolea Mungu kwa ajili ya utumishi huu. Mungu akukumbuke sana. Karibu katika harambee hii. Mungu akufanikishe, tufanikiwe kwa ajili ya kumtumikia Mungu. Amen. Karibu sana. Amen. Yesu akubariki sana mzee wa kanisa. Angalia mama alivyo na furaha. Yaani tunafurahi, hili jambo limetugusa wote. Tuna furaha. Angalia mtoto mdogo kabisa huyu. Na ana enjoy. Kataimbia Sunday vyombo hivyo. Alafu hawataki vingi. Wanataka vyombo vichache tu. Sasa vichache hivyo, manake ili tuvitimize au tuvipate ni lazima uguse na wewe kidogo. Lazima uchangie kidogo. Hebu msikilize huyu mama, pia ndio wahudumu na ndio watumishi wa Mungu mahali hapa. Najua na neno kidogo la kuzungumza na wewe. Sikilize kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu awabariki. Tunawakaribisha kwenye harambee ya leo ambao litakuwa saa 8 ya mchana. Karibuni jamani, tusherekee kwa pamoja. Tunaomba mchango wenu. Tunahitaji kwa ajili ya kununua vyombo vya injili kwa ajili ya kumtumikia Bwana. Mimi ni mtumishi mahali hapa, naitwa Salome Justin Kota. Karibuni. Yaani tunayo furaha. Ona manju huko wanapopika. Huko tuko kupika pilau jamani, pilau za kuku hapa kila aina ipo. Karibuni sana watumishi wa Bwana. Tutasherekea vizuri na tutakula tutakunywa, ila tunahitaji mchango wenu kwa ajili ya kununua vyombo mahali hapa kwa ajili ya kumtumikia Bwana. Mbarikiwe. Amen. Simon, watumishi wa Mungu hawana maneno mengi. Yaani mengi ya kusema kulingana na huduma walizo nazo, lakini anasema karibu. Kwamba kufika kwako na mchango wako ndio kulitimiza kusudi la Mungu mahali hapa. Maana lazima watu waokoke. Kama tunavyosema kila siku kwamba kuokoka ni lazima. Kuokoka ni lazima. Na asili ya mwanadamu ni wokovu. Mungu hakuumba mwanadamu akiwa na dhambi. Hakuumba akiwa na dhambi. Tumeumbwa wote tukiwa safi. Bahati mbaya adui ndio atutenganisha sisi na Mungu, lakini ameshindwa shetani. Mungu ameshinda, Yesu ameshinda, na ndio maana tuko hai mpaka sasa hivi. Na mimi nasema karibu leo tarehe 16 mwezi wa 8 2026. Karibu. Chao. Haleluya.